Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, nikukaribisha katika kipindi cha Halmashauri Walei, ambapo tunakuwa hapa na wageni wetu kutoka katika chama cha kitume cha Karismatiki Katoliki, na wiki hii tunazungumza kuhusiana na nguvu ya Mungu katika ishara ya msalaba. Mimi naitwa Faustin Madilisha, lakini leo tupo naye mzee John Chifunda pamoja na Peter Chacha. Karibuni sana wageni wetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kuzo Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa zawadi ya maisha uliyotujalia. Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tunakushukuru pia kwa ajili ya yote uliyotutendea wiki nzima. Tunakushukuru kwa ajili ya kibali ambacho umeendelea kukifanya katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neema nyingi ambazo unaendelea kutujalia. Mungu, tunaendelea kuja mikononi mwako. Tunakuomba umtume Roho wako Mtakatifu ili kile tunachoenda kukifundisha, Roho Mtakatifu mwenyewe apate kutufundisha na apate kutuelimisha, apate kutuonyesha hiyo njia na nguvu hiyo ya imani, tuweze kusimama katika tumaini jipya na kuendelea kumtumainia Kristo katika maisha yetu haya. Tunamuomba Roho Mtakatifu, Bwana Yesu, uweze kumshusha ahadi yako hii ambayo ulituahidi, aweze kuwa nasi katika kipindi chetu hiki na wasikilizaji wote na kila mmoja yote anaenda kusikiliza kwa namna moja au namna nyingine. Mungu mtakatifu, tunaomba Roho wako Mtakatifu akapate kujifunua, nawe mwenyewe uweze kujifunua ili tukapate kuelewa kweli na kweli uweze kutuweka huru. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi wapendwa wasikilizaji wetu wa Radio Tabora FM, tunaendelea na kipindi chetu cha kuendelea kuijua kweli katika amri zile 10 za Mungu, ambapo tutatangulia na utangulizi wa somo lililopita kwamba tuweze kurejea ili tupate kuendelea na mada nyingine tulionayo katika siku hii ya leo. Nipende kukukaribisha mpenzi msikilizaji wa Radio Tabora FM na wale wote wanaosikiliza kwa namna moja ama nyingine. Basi tuweze kuungana pamoja ili tuweze kupata kile tunachokihitaji katika maisha yetu, na hatimaye tukapate kuwa huru kama vile tunavyoalikwa. Ukweli utatuweka huru. Basi ndugu msikilizaji, kama mtangulizi alivyotangulia, lengo na mazumuni yetu, tuko katika ukakasi wa madhehebu mengine ambao huwa wanalaumu kanisa Katoliki kwa ajili ya sanamu zinazokaa kanisani. Wiki jana, kama tunakumbuka, tulikuwa tuna somo la nguvu ya Mungu katika sanamu za utukufu. Kumbe tukaziangalia hizo sanamu za utukufu. Kwa nini zinakuwa ni sanamu za utukufu? Kwa kuwa Mungu alikuwa anazitumia hizo sanamu za utukufu kushuka kuzungumza na watu wake. Kumbe basi, kwa leo hii tutakuwa na somo hilo hilo la sanamu, lakini ambalo kichwa chake cha habari, nguvu ya Mungu katika ishara ya msalaba. Kumbe kabla tujaanza hilo somo, basi tutakuwa na utangulizi wa somo hilo kutoka katika kitabu cha Wagalatia. Kumbe hicho ndicho kitakachotuongoza ili tujue sasa nguvu ya Mungu katika ishara ya msalaba. Kumbe karibuni sana kusikiliza somo hilo linalotoka katika kitabu hicho cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 3 aya ya 6 hadi ya 14. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu
atawahesabia haki mataifa kwa imani. Lilihubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa, ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria. Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Ndugu zangu watakatifu wa Mungu, kama tulivyolisikia somo hilo kutoka kitabu hicho cha Wagalatia, msomaji ametusomea kwa hicho sura ya 3. Lengo kuu tunalotaka kujifundisha kwanza katika somo hili ni mbili. Kumbuka kwamba Torati kama ilivyoandikwa, Torati ya Musa, ndani yake ilikuwa na sheria nyingi sana ambazo wana wa Israeli walibidi wazifuate. Lakini kumbuka sasa, katika sheria hizo kilichodumu sana, kikubwa sana, ni pale tu Ibrahimu alipoteuliwa kuwa ni baba wa imani. Kumbe wana wa Israeli wote lazima wamsikilize Ibrahimu, kwa kuwa kwa kinywa cha Mungu ni Ibrahimu aliwekwa kuwa ni baba wa imani. Kumbe kama ni baba wa imani peke yake, kwanza ukimwamini Ibrahimu kwamba huyu ameteuliwa na Mungu, kumbe ukimsikiliza Ibrahimu kwa yale yote anayoyasema yanayomhusu Mungu, utaokolewa kwa imani yako. Kwanza imani unahitajika, kwanza umwamini Ibrahimu kwamba ndiye aliyeteuliwa na Mungu, kwamba ndio baba wa imani. Kumbe imani peke yake inatuokoa. Lakini fikiri hivyo, ndani ya Torati kulikuwa kuna sheria moja, mtu anayevunja sheria ya Mungu kifungo chake ilikuwa ni kutundikwa msalabani. Na ndio maana Torati imeandikwa katika kitabu hicho cha Torati kwamba amelaaniwa yule atundikwaye msalabani. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yule anayekosa sheria ya Mungu katika nyakati hizo lazima atundikwe msalabani. Sasa ujue sasa ni kwa nini Yesu atundikwe msalabani. Ndipo hapo ambapo, kama unakumbuka masomo yetu ya nyuma, kwamba dhambi ilipitia juu ya mti, na Yesu kama Mungu alikuja kuchukua ubinadamu wetu, akauvaa ubinadamu wetu, mwili wote akauvaa, na akabeba madhaifu yetu. Kasoro yeye hakuwa na dhambi, lakini akabeba madhaifu yetu. Atatukomboaje? Ndipo hapo ambapo ilibidi atumie ule mti ambao ulikuwa ndio kielelezo cha mwanadamu kupatia dhambi, asulubiwe kwenye ule mti. Sasa wewe na mimi tunapomwangalia huyo Yesu juu ya mti wa msalaba, unatafakari mateso yake juu ya msalaba. Unapotafakari mateso yake juu ya msalaba, wewe lazima kwa imani yako ukiangalia huyo mtu aliyekuja kutukomboa kafa juu ya msalaba. Kumbe unapoangalia ile picha yake juu, sanamu yake juu ya msalaba, kwa imani yako sasa unavuta ule uchungu, mateso ya Yesu akiteseka na kutundikwa msalabani. Imani yako nasema kwamba ni mimi, mateso yako, dhambi zako, ndio ujue wazi ndio zimemfanya Yesu atundikwe msalabani. Kumbe tunapoiangalia
ile sanamu kwa imani, kama vile tulivyokuwa tukimwangalia Ibrahimu wetu kwa imani tunaokolewa kwa yale anayotueleza. Ndicho hicho kitu ambacho unapoiangalia sanamu juu ya msalaba, unatafakari wewe mwenyewe kwamba huyu kutundikwa kwake kwa msalabani sio kwa ajili ya makosa yake, ni kwa ajili ya makosa yangu, kwa ajili ya makosa yako. Kumbe imani yako ikizama juu ya ile sanamu unapoiangalia, basi imani yako lazima ikuokoe. Sasa twende sasa sambamba na somo letu la leo, ambalo kichwa cha habari kinasema hivi: nguvu ya Mungu katika ishara ya msalaba. Ndugu zangu mnaotusikiliza, sisi ni wale ambao tuko hapa katika kikundi chetu cha Charismatic. Tunahitaji sasa tufafanue. Walio wengi sana wanatucheka sana Wakristo wa Katoliki. Kwa nini tunasali ishara ya msalaba kwa kugusa utosi wa kichwa kifuani paka mabegani? Wengine wanatuambia kwamba kwa nini tunajichafua. Sasa tega sikio uangalie maana ya ishara ya msalaba, na ni kanisa peke yake la Katoliki linalotumia ishara ya msalaba. Ni kanisa Katoliki peke yake kati ya makanisa yote. Sasa wewe ambao hutumii ishara ya msalaba, uwe ni Mkristo katika madhehebu mengine, angalia utusikilize ni kwa nini kanisa Katoliki linatumia ishara ya msalaba. Kwa hiyo twende kwa pamoja tuangalie hiyo nguvu ya Mungu katika ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba inafanywa hasa na Wakatoliki. Ni moja ya sala fupi kabisa zenye nguvu na upako wa Mungu wa hali ya juu. Upo ushahidi unaoonyesha jinsi sala hii inavyowasaidia watu. Kwa mfano, watu wameokolewa katika ajali kwa kufanya ishara ya msalaba pekee, kwani kwenye ajali hakuna muda wa kusali. Tujue shetani anaogopa sana msalaba, kwani ni nguvu ya Mungu, na ndiyo iliyomwaibisha kwa kuleta ukombozi. Ishara hii inafanywa kwa kugusa usoni, akitamka kwa jina la Baba. Uso ni alama na sura ya Mungu au Baba, yani kwa uwezo wa nguvu, mamlaka na maelekezo kutoka kwa Baba ambaye ni Mungu aliyeumba vyote na aliyesema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hayo niliyoyatamka, unapogusa uso wako kwa jina la Baba, manake unagusa uso wa Mungu aliyesema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sasa tuangalie kitabu cha Mwanzo, hiyo sura ya 1 aya 26. Msomaji tusomee. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Ndugu zangu watakatifu wa Mungu mnaotusikiliza, kumbuka sasa, unapogusa uso wako, unagusa uso wa Mungu. Unagusa uso wa Mungu. Kumbe kanisa Katoliki halikubabaika wala halikufanya makosa. Unagusa uso wa Mungu ili sala unayoitamka kwa njia nyingine, unapogusa uso wa Mungu unamkumbusha Mungu kwamba wewe ni nguvu, wewe umenifanya kwa sura yako. Kwa hiyo yale yote unayohitaji kuyaomba, kwa kuwa sasa umegusa uso wa Mungu, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Kumbe kugusa uso peke yake, tunaposema kwa jina la Baba, tunagusa uso wa Mungu ili Mungu awe pamoja na wewe. Kwa njia nyingine tunamwalika Mungu
kwamba hizi sala au maombi nayo yahitaji kuyaomba mbele Mungu uwe pamoja nami. Ndio maana tunagusa uso wa Mungu. Twende. Pili, unagusa kwenye moyo ukitamka na la mwana. Moyo ni alama ya upendo, yani mwana aliyetupenda kama nafsi yake hadi akafa msalabani ili atukomboe. Unatoa mkono wako kwenye uso, unaurudisha kwenye kifua. Kifua unagusa moyo wa Yesu aliyejifanya mtu na kufa msalabani ili atukomboe. Tuangalie Yohana, Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 13. Msomaji tusomee. Neno la Mungu linasema, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Kumbuka ndugu zangu, wewe unaotusikiliza katika redio hii, unagusa kifua, unagusa moyo wa Yesu. Haya ambayo yamesomwa katika Injili hii ya Yohani, ndiyo hayo. Unapogusa kifua unamkumbusha huyu Yesu. Yesu saa ile anakuambia kwamba sikuiti tena wewe ni mtumwa, uko huru. Yani hitaji lako lote utakalo muomba Yesu, kwa kuwa umegusa moyo wake, ni lazima wakusikilize. Kumbe kugusa kifua, tunagusa moyo wa Yesu. Ndiyo maana sisi wa kanisa Katoliki linaendana na kutokana na maandiko. Kumbe ishara zetu hizi usione kwamba tunasali ovyo ovyo kama maigizo. Tunakwenda na neno la Mungu lilivyoandikwa katika Biblia. Tuendelee. Na mwisho ambao ni tatu, unagusa mabega, ukianzia bega la kushoto na kumalizia bega la kulia, ukitamka na la Roho Mtakatifu. Nisikilize sasa kuhusu swala kwa nini tunagusa mabega na tunatamka na Roho Mtakatifu. Mabega ni alama ya nguvu, uwezo, utendaji au mamlaka ya kifalme, yani Roho Mtakatifu ndiye mtendaji na uwezo wa nguvu ya Kristo au Mungu. Sasa kumbuka ndugu zangu, ni hayo niliyoyataja hapo. Unapogusa mabega, unagusa uwezo wa utendaji wa kifalme. Maombi yote utakayoyaomba umekwisha gusa nguvu za utendaji. Ni kitu gani utakachokikosa kwa huyu Yesu? Hebu tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 9 aya ya 6. Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Ndugu zangu watakatifu wa Mungu, nadhani tumesikiliza somo hilo kutoka katika kitabu cha Isaya. Hiyo ni Agano la Kale, ambalo kabla tujasoma nimekutafsiria kwamba mabega tunagusa nguvu na ufalme, nguvu za Mungu na ufalme. Sasa kumbe unapogusa mabega tunagusa bila kitu chochote, bila wasiwasi wowote, manake yanatoka ndani ya Biblia. Ndio maana tunagusa mabega. Wewe mwenyewe umesikiliza kwa masikio yako, tumesoma katika kitabu, msomaji amekusomea katika kitabu hicho cha Isaya. Nguvu na iko katika uwezo wake wa kifalme. Kumbe ndugu zangu, tusihangaike wala msihangaike kuwadharau wa Katoliki wanapopiga ishara ya msalaba. Wanapiga ishara ya msalaba wakiwa na maana kubwa sana, tena wakiwa wanakwenda katika maandiko.
Sasa hiyo ishara ya msalaba, kuna wengine ambao wanafikisha kama nilivyosema mara ya kwanza kwenye moyo, kifuani. Lakini kuna wengine ambao wanaruka kifua, wanagusa mkono wao kwenye kitovu. Sasa utanisikiliza wewe peke yake, hata kama pengine ni Mkatoliki unayegusa kwenye kitovu, pengine uelewi vile vile kugusa kwao kwenye kitovu na gusa maana yake ni nini. Lakini wanaogusa kwenye moyo tumekwisha jua, la kwenye moyo tumekwisha elewa. Sasa tunakwenda wale wanaotoka kwenye uso, wanavuka kifua, wanakwenda kwenye kitovu, hawataki kugusa kifuani. Utanisikiliza. Kuna baadhi wanaona ishara ya msalaba hapo juu kama haionyeshi picha kamili ya msalaba, hivyo wanagusa usoni wakitamka kwa jina la Baba kama kawaida, na wanagusa kitovu wakisema na la Mwana, kwani kitovu ndicho kinaunganisha mtoto na mama anapokuwa tumboni. Yaani kitovu ni alama ya Mwana au Kristo aliyetuunganisha upya na kuwa na umoja na nguvu baada ya mahusiano kukatika tulipotenda dhambi. Kumbe basi wako watu wanaofanya ishara ya msalaba kama nilivyoeleza, anatoka kwenye uso, anapita kifua, anagusa kitovu. Kumbe tumesikia kwamba kitovu ni alama ya uunganisho kati ya mtoto na mama akiwa tumboni, na Yesu ni kiunganisho chetu. Naye pia kazaliwa kupitia tumbo la mama Bikira Maria. Yesu ni kiunganisho kwetu sisi. Kumbe basi ishara hiyo ya msalaba, unapogusa kitovu, ina maana yake. Lakini ili ujue maana yake, basi tutasoma somo hilo kutoka katika kitabu Mwinjili Yohane aya 20 mpaka 22. Neno la Mungu linasema, wala si hao tu wanaowaombea, lakini na wale watakaoamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa hao wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu mnaotusikiliza, tumelisikiliza hilo somo kama nilivyoeleza mara ya kwanza kwamba unapogusa kitovu, kitovu ni maunganisho kati ya mtoto na mama. Kitovu hicho kama ni maunganisho kati ya mtoto na mama, Yesu na Mungu ni wamoja. Sasa anakuja kutuombea, anatamka, siwaombei tu hawa anawaombea na wale watakao muamini, ili nao wawe na umoja kama Yesu na Mungu Baba walivyo na umoja. Ndugu zangu, Yesu anatuombea tuwe na umoja. Huo ni muunganisho. Kama mtoto akiwa tumboni na mama yake, hao watu wanakuwa na umoja. Kumbe ndiyo maana Yesu anatuombea sisi tuwe na mmoja. Haombei wale tu, anasema naombea na wale wote watakaomwamini. Kumbe wewe unanisikiliza hivi sasa, kama ulikuwa bado hujamwamini Yesu, mwamini Yesu hivi sasa. Yesu amekuombea umwamini. Kumbe imani yako itakupeleka pale utakapoangalia huyo mtu aliyekuja na kuteseka akatundikwa msalabani. Ujue kwanza ni mtu wa namna gani, ni upendo gani
aliyoutoa kwako kwangu. Ndio maana anatuombea wale wote watakaomwamini. Anamwambia Mungu wawe na umoja kama Yesu na Baba yake walivyo na umoja. Ndugu zangu, tunahitaji tusimame kidete kwa ajili ya kumwangalia huyu Yesu aliyeteseka msalabani. Tunashauriwa kufanya ishara ya msalaba kabla ya kufanya lolote lile, iwe ni kusali, kufanya kazi, kucheza na jambo lolote jema, kwani ukifanya ishara ya msalaba unakaribisha uwepo wa Mungu, unajiweka chini ya ulinzi wa Mungu, hivyo unatenda pamoja na Mungu. Hata tukiwa mazingira ya miungu mingine au ya watenda dhambi sana, tunatakiwa kufanya ishara ya msalaba bila kuogopa, ili tumsifu na kumkiri Mungu mbele za miungu. Ndugu zangu, uiangalie hiyo ishara ya msalaba. Kumbe tukitafsiri njia nyingine ishara ya msalaba, unapofanya ishara ya msalaba, yani unamkiri Kristo Yesu. Na ndio maana tunaambiwa kwamba tufanye ishara ya msalaba, tusifanye kazi yoyote ile bila kufanya ishara ya msalaba. Maana unapofanya ishara ya msalaba unakaribisha uwepo wa Mungu, nguvu za Mungu kwa kazi hiyo ambayo unahitaji uifanye. Lakini bado tunaambiwa hivi kwamba ishara hiyo ya msalaba usiogope mahala pa kuifanya. Hata ukiwa katikati ya watenda dhambi, fanya ishara ya msalaba. Hata ukiwa katikati ya wale wanaoabudu miungu, fanya ishara ya msalaba. Hata ukiwa na wale watu wasiyemwamini Kristo Yesu, fanya ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba unapoifanya inavunja kila nguvu zote za shetani. Inaleta uwepo kati ya kundi lile ulilokuwa hapo wewe unaofanya ishara ya msalaba. Kama ulikuweko kati ya kundi la watenda dhambi, ishara ya msalaba inawageuza watu kwa ajili ya ishara ya msalaba. Kama uko kwa watu wasiomwamini Kristo Yesu, unapofanya ishara ya msalaba kwa wazi, inawageuza watu. Kwanza watu watakuangalia, alafu kuna kitu ambacho ndani ya mioyo yao kitawagusa. Kumbe ishara ya msalaba, kwa wewe Mkristo pengine ambao wewe ni Mkristo unisikilize, kuna wengine wa Katoliki hamtaki kufanya ishara ya msalaba mnapochanganyikana na watu wasiomjua Mungu. Mnaona haya, hamtaki kufanya ishara ya msalaba hata mnapochanganyikana katika shughuli za watu wa madhehebu mengine, katika chakula au nini, hamtaki kufanya ishara ya msalaba. Nakwambia wewe kama ni Mkristo Mkatoliki unaonisikiliza hivi sasa, ishara ya msalaba unahitaji uifanye wazi, ya kugusa sehemu zote hizo tatu. Uguse uso, uguse kifua au kitovu, uguse na mabega yako mbele za watu. Huko ni kumtangaza Kristo Yesu, kwamba Yesu ametukomboa katika ishara ya msalaba. Na ishara ya msalaba inaogopwa sana na shetani. Ndugu zangu, hayo nimeyaeleza, lakini bado tutaangalia masomo yanatuambia nini. Tuangalie pia katika mwinjili Yohane huyo huyo sura ya 17 aya ya 9. Neno la Mungu linasema, mimi siwaombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwarinde hawa, ili wawe na umoja
kama sisi tulivyo na umoja. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu, nadhani mmelisikiliza hilo neno. Yesu bado anazidi kuelezea jinsi anavyoombea watu waliomwamini. Anasema uwalinde hao, wawe na umoja kama na sisi tulivyo na umoja. Ndugu zangu, Yesu ndiyo kiongozi wetu. Yesu ndiyo kinga yetu. Kumbe basi, tumwangalie Yesu. Tumwangalie Yesu, na ukitaka kusimama katika kweli ya Yesu, na ukitaka kuachana na mambo ya ulimwengu huu, uangalie msalaba. Uangalie msalaba. Nikupe mfano mmoja ili pengine utakapokuwa uangalia msalaba ukukumbushe. Sisi binadamu, hasa sisi baba familia, unapomwona mwanao analia, ameumia, damu zinatiririka. Mzazi yoyote yule mwenye uchungu na mwanae, anapomwona mwanae analia na damu zinatiririka, ni saa ile ile mzazi huwa analia. Kwa nini analia? Hakuumia yeye. Kwa nini analia? Analia, ameyapokea yale machungu ya mtoto wake, ameyabeba yeye. Baada ya kuyabeba yeye, akayaonea uchungu. Ndio maana mzazi analia. Ndivyo wewe unayonisikiliza, tunapouangalia msalaba, uangalie huyo Yesu, ule msalaba, ile sanamu yake. Uangalie jinsi alivyopigiliwa misumari. Uangalie mateso yake aliyeyapata. Yale yote mateso uyabebe wewe. Saa ile ujifanye wewe kuwa ndio wewe unayeteseka. Ndipo utakapoomba toba. Kumbe upande mwingine wa sanamu ya msalaba inatufanya sisi tuingie katika toba. Tumwangalie Zaburi sura ya 138 aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Ndugu zangu, nadhani umeisikiliza hiyo Zaburi ya 138 aya ya kwanza. Nitakushukuru hata kwa miungu. Nitakushukuru hata kwa wapagani. Manake unapopiga ishara ya msalaba, manake unamtukuza Mungu mbele ya wapagani, mbele ya miungu. Unacheza mbele ya watu wasiomjua Kristo Yesu. Ndivyo wewe Mkatoliki unavyohitajika kuwa wazi. Kumbe ile ishara ya msalaba peke yake unapoipiga, manake hata mbele za miungu unamshukuru Mungu. Kwa watu wasiomjua Mungu unamshukuru Mungu. Kwa wapagani, kwa katukumeni, yani kila mahali popote pale, hata kwa ibilisi, hata kwa shetani wewe ukakaa, hata kama umeingia katika mateso ya namna gani, piga msalaba na mshukuru Mungu. Tuangalie Mathayo sura ya 10 aya 32 mpaka 33. Msomaji tusomee. Neno la Mungu linasema, basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu, nadhani tumelisikiliza tena hilo neno kutoka kwa mwinjili Mathayo, hiyo sura ya 10 32 mpaka 33. Yesu mwenyewe anasema, atakaye nikana mbele za watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu wa mbinguni. Tunamtangaza Kristo Yesu mbele za watu ni kwa ishara ya msalaba. Hiyo ndio peke yake
unaficha kupiga ishara ya msalaba mbele za watu, unamkana Kristo Yesu ambaye amekufa msalabani. Maana yake ni nini sasa? Kama wewe mwenyewe hutaki kupiga ishara ya msalaba mbele za watu, unamkana Kristo Yesu. Amesema wazi wazi, atakaye nikana mbele za watu, na mimi nitamkana mbele ya Baba yangu wa mbinguni. Kumbe basi Yesu mwenyewe amekufa msalabani, kanyosha mikono yake msalabani. Maandiko yote matakatifu tumeyapitia. Tumtangazaje huyu Kristo? Kumbe basi ishara ya msalaba peke yake, unaweza ukawa ni mwinjilishaji, ukawa ni mchungaji, ukawa ni mhubiri, ukahubiri kwa ishara ya msalaba peke yake bila kutoa maneno mengine yote. Ukafika tu kwa watu, hapa tuko hapa katika hali hii mbaya, tupige ishara ya msalaba, na ukapiga ishara ya msalaba na kazi ya pale ikatatulika. Hebu kumbuka, mtu anapiga ishara ya msalaba katika ajali, na pengine tunasikiliza katika ajali nyingi hii kwamba gari imeharibika katika ajali hiyo, lakini waliokuweko mule ndani wote wameokolewa. Unapofika kuliangalia hiyo gari, unashangaa hao watu hao wameokokaje hao wote wa humu ndani? Kumbe ndani yake umalipatikana mtu mmoja tu, akapiga ishara ya msalaba, uwepo wa Mungu ukashuka, na watu waliokuweko humu watu wakaokolewa. Au la, akaokolewa mtu mmoja humu ndani ya ajali. Walio wengi huwa wanazungumza, nasema kwamba pengine muda wake ulikuwa haujafika. Hapana, kamwalika Mungu kwa ishara ya msalaba. Wewe uliyetukomboa kupitia mateso ya msalaba, tuko katika mateso ya ajali. Kwa nini Mungu asiwaokoe watu wa humu ndani? Kwa nini yeye huyu asiokolewe ndani ya ajali hiyo? Kumbe ishara ya msalaba ni kumtangaza Kristo Yesu. Kumtangaza Kristo Yesu sio lazima tu usimame sokoni kwa kuhubiri. Kumtangaza Kristo Yesu ni wewe mwenyewe ambaye ni Mkristo. Unahitaji umtangaze Kristo mbele za watu kwa ishara ya msalaba. Yesu alikufa kwa ishara ya msalaba. Ni msalaba ndio umetufanya tukombolewe. Kumbe watakatifu wa Mungu, msiwacheke wa Katoliki kwa kugusa uso, kugusa kifua na kugusa mabega. Walio wengi mnatuambia tunajichafua, wanajichafua. Hivi msafi ni nani kati ya Mungu na mwanadamu? Mungu amekuumba kwa mfano wake. Unagusa uso. Tumfanye mtu kwa sura yetu. Sura hiyo ulio nayo, nilio nayo mimi, ni mfano wa Mungu. Tunagusa sura ya Mungu. Tunagusa moyo wa Mungu. Tunagusa nguvu za Mungu ambazo ni mabega yake. Kumbe basi, naombeni sana wale wote ambao huwacheka wa Katoliki kwa kufanya ishara ya msalaba. Mungu anakualika sasa hivi, kwa kuwa nimekusomea maandiko kutoka ndani ya Biblia. Kuanzia sasa elewa hivyo kwamba Wakatoliki hawafanyi maigizo. Ishara ya msalaba inatoka ndani ya Biblia takatifu, na kila ishara ina maana yake. Kumbe wewe unayenisikiliza, jifundishe sana kufanya ishara ya msalaba. Itakuokoa katika sehemu nyingi. Ninawaalika Wakristo wenzangu ambao pengine na wewe pia wende ulikuwa unasali ishara ya msalaba kama mazoea. Kumbuka kwamba kila chakula chochote tunachokula hivi sasa, kinacholetwa sokoni, ambacho hukukulima wewe, chochote tunachonunua sokoni, vyakula vilivyo vingi sana, wanalimia kwa nguvu za giza. Unapofanya ishara ya msalaba, unakibariki kile chakula. Unabariki sumu yote ambayo iko mle ndani ya chakula. Ishara ya msalaba, nguvu iliyokuwa nayo. Ninakualika sana sana sana, fanya ishara ya msalaba kwa kazi yako yote unayotaka kuifanya. Fanya ishara ya msalaba kwa kitu chochote unachokinunua. Fanya ishara ya msalaba hata kwa hizi nguo hizi tunazonunua madukani. Unapoileta nyumbani, fanya ishara ya msalaba. Vunja viwanda siku hizi vingi vinatumiwa na Ibilisi. Hayo ninakueleza kama muumini mwenzako. Ni muumini wa vyama vya kitume. Ndio ninayoongea na wewe muumini mwenzangu. Kila kitu fanya ishara ya msalaba. Nikupe ushuhuda mmoja. Kwa kuwa watu tunanunua vitu na kuvivaa bila kufanya ishara ya msalaba. Mnisikilize nyinyi wakina mama. Siwakataeni haya malembo yenu mnayofanya
lakini ishara ya msalaba iwe ni ya kwanza. Hizi nywele za bandia zina roho chafu. Yuko mtu ambaye alinunua nywele za bandia dukani. Sasa matokeo yake, siku zinavyokwenda, akajikuta ana mapepo. Alipokwenda kwa watumishi wa Mungu kuombewa, mapepo yalipanda. Mtumishi anasema toka, anasema hatutoki. Alikuja kutununua. Kwa nini alikuja kutununua? Na waombeni sana, kila chochote unachotaka kununua, kama unaona kwamba ni malembo kwako, fanya ishara ya msalaba. Vunja zile nguvu za hicho kitu unachokinunua, maana huelewi kimetengenezwa na nani. Kanisa Katoliki, niwapeni siri moja, ni waamini, hakuna kanisa linalochukiwa katika ulimwengu huu kama kanisa Katoliki. Kwa nini linachukiwa? Maana lina nguvu za kimungu. Wanahitaji kuziua nguvu za kimungu, kutumia haya mambo mengi, kwa kuwa wanajua kwamba wako Wakristo wengi ambao hawaiamini ishara ya msalaba kuwa ina nguvu. Na walikeni sana mnaonisikiliza Wakatoliki wenzangu, kila kitu chochote unachokinunua, fanya ishara ya msalaba. Vunja nguvu za kile kitu, maana hukielewi kilitengenezwa na nini. Ndiyo maana sisi tunafanya ishara ya msalaba wazi mbele za watu. Vyakula hivi vyote tunavyokula, bariki chakula, usiogope ugenini. Usiogope walio kukupikia hicho chakula ni dhehebu gani. Bariki kwa ishara yako ya msalaba. Tulio wengi sana sisi Wakatoliki, hata kwenye chakula utakuta kwamba unamwambia hata pengine sio Mkristo mwenzio, unasema ombea chakula. Ujua naombea chakula kwa ishara ya namna gani? Omba chakula we Mkatoliki, fanya ishara ya msalaba. Fanya ishara ya msalaba kwa kitu chochote kile, usihangaike. Tumtangaze Kristo Yesu kupitia ishara ya msalaba. Tunapoendelea kusali katika njia ya msalaba, tunafanya muunganiko na Mungu. Na muunganiko huo ndimo tunamopata nguvu ya kutusaidia pale tunapokuwa katika magumu. Na ndio maana Mungu anaendelea kutuarika kwamba tuendelee kuwa pamoja. Tumeona jinsi katika Injili ya Yohane sura hii ya 17 inavyoeleza. Hiyo ni sala ya Yesu kuhusiana na kanisa lake. Ni sala ya Yesu inayetuunganisha mimi na wewe katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunapoendelea kuangalia ni kwamba ni humo kwamba tunapoendelea kusali tunaunganika naye, na yeye mwenyewe anatutakasa. Ndio maana ukisoma katika mwinjili Yohane sura ya 17 aya 17 anasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwamba tukiwa na hili neno ndani mwetu, tutaunganika na Mungu kwa ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba ndiyo kiunganishi pekee chenye kutuunganisha katika maisha yetu na Mungu. Na neno la Mungu linaendelea kuwa na sisi katika maisha yetu ya kila siku. Ndiyo maana ukiangalia pia katika aya ya 11 katika sura hii ya 17, tunamsikia jinsi anavyosema Mungu au Yesu anapozungumza na sisi. Anamwambia Baba yake kwamba wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Tunapopiga ishara msalaba, tunafanya umoja na Mungu na tunaunganika naye. Hatuwezi katika magumu tulionayo tukiwa katika muunganiko na Mungu. Ndio maana Mungu anaendelea kutupa ahadi nyingi katika maisha yetu. Tunasikia anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoweza. Ni yale kwamba tumeisha muita kwa ishara ya msalaba. Hata kabla hujasema neno lolote, umeisha gusa uso wake, umegusa kifua chake, umegusa mabega yake ambaye ndiyo mamlaka na nguvu. Sura ya Mungu tumesikia jinsi mwalimu alivyotuambia kwamba unapomwona mwanao ameumia, unatoka machozi
kama vile nao umepigwa, lakini alikadhalika ni ule utashi na ule upendo wa ndani unaona kwa nini ameumia. Na Mungu ndivyo alivyo pale tunapomuita, kwa sababu sisi ni watoto wake. Mimi na wewe ndio tunaalikwa kuendelea kujifungamanisha na mambo haya. Ndio maana anazungumza pia katika kitabu Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya ya 3 hadi ya 4. Neno la Mungu linasema, hilo tuliloliona na kulisikia twalihubiri nanyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Furaha yetu inatimizwa katika muunganiko na Mungu. Tunapata furaha pale tunapokuwa na muunganiko na Mwenyezi Mungu. Lakini katika maisha yetu kama Mwenyezi Mungu hatuna muunganiko naye, tutaendelea kuwa watu wa kulalamika, tutaendelea kuwa watu wa kukimbia huku na huku kutafuta nguvu ya Mungu. Na katika kutafuta nguvu ya Mungu ndiko huko tunajikuta tumekwenda katika njia zisizostahili. Tunajikuta tuko katika miungu, tunajikuta tuko katika sheria au torati tulizozisikia, kwamba kuna torati watu wanaingia ili waweze kupata mali, ili watu waweze kuishi maisha mazuri. Nilikuwa naangalia mtu mmoja kule Iringa, anasema kuku huyu akila mahindi yale atakaye ya meza, ndio muda wako wa kuwa tajiri. Akimeza machache, utajiri wako ni kulingana na jinsi alivyomeza. Akimeza mawili, na maana utasurvive au utakuwa tajiri kwa muda wa miaka 2. Na jinsi atakavyokula mengi ndivyo utakavyokuwa na utajiri kwa siku nyingi. Ni kwa nini mtu anakwenda kuhangaika katika sheria hizi? Ni kwa sababu hana muunganiko na Mungu. Haoni umuhimu wa Mungu kwake, ila anawatumainia wanadamu. Tukiwa na muunganiko na Mungu, kwa ishara hii ya msalaba tuliyosikia, imeokoa watu wengi, imelinda watu wengi, imeokoa watu kutoka kwenye ajali, imewasaidia watu kutoka kwenye mashimo, imewasaidia watu kutoka kwenye mataifa mbalimbali yaliyokuwa magumu, imewatoa kwenye vita. Hii ni ishara. Mungu anafanya mambo yake kwa ishara, yaani kwa vitendo. Ndio maana alimleta hata mwanaye wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, ili aje ulimwenguni, ili kila anayemwamini amfuate. Na ndio maana tumesikia katika neno lake anaendelea kutuambia kwamba yeye amefanya muunganiko na sisi ili sisi tupate kumfuata. Na Yesu anamwambia Baba yake kwamba, Baba, wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja. Ndio sisi. Wangapi tunamfuata huyo tuliyomsikia kwamba alifanyika laana ili sisi tuwe na uzima? Alifanyika laana ili sisi tutoke katika mateka. Alifanyika laana ili sisi tutoke katika utumwa wa dhambi. Alifanyika laana ili sisi tuwe huru. Leo hii tunatembea, tunajiamini kwa sababu tuko na Kristo. Tunaendelea kuangalia taswira zetu au maisha yetu ya nyuma tuliyokuwa nayo na ya sasa. Ni yapi maisha yenye amani? Unapokuwa na Yesu una amani. Unapokuwa hauna Yesu hauna amani, kwa sababu unawaza. Lakini unapokuwa na Yesu, amani yako inarejea, kwa sababu kuna matumaini tuliyopewa, kuna maagizo tuliyopewa, kuna ahadi tumepewa. Ndio maana tunasikia Zaburi ya 23 inazungumza tukiwa na yeye ni mchungaji wetu. Anazungumza katika Zaburi ya 27 kwamba yeye ni nuru yetu. Tunaona mwanga kila siku, jua linawaka. Lakini hiyo yote ni kwa sababu Mungu anatupenda, anatuonyesha njia hizo. Anasema tumuhofu nani? Alikadhalika yeye tuko naye. Watesi wetu wanapojaribu kupambana na sisi, wanajikwaa, wanaanguka mbele ya macho yetu. Hizo zote ni ahadi za kutuimarisha. Isaya 41 aya 10 anasema, usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe.
usifadhaike, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Unaenda kwa nani? Tunaenda kwa wanadamu ambao wanahitaji sadaka. Sadaka za kuwatoa watoto, sadaka za kuwatoa ndugu, sadaka za kafara, sadaka zisizokuwa na faida. Unapata mahali ambayo huwezi kumsaidia ndugu yako. Haya yote tunayapata kwa sababu tunatangatanga na kweli neno la Mungu haliko ndani mwetu. Lakini akaendelea kuzungumza katika neno katika Warumi sura ya 10 aya ya 17. Anaendelea kutuambia bado kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Ndugu zangu, haya yote ndiyo yanayetuunganisha na Mungu. Neno la Kristo likikaa ndani mwetu, tutakuwa na mwanga wa kufanya kazi yake. Hatutapata ugumu hata wa kusema kwamba maisha haya tulionayo tunawezaje kutembea. Kumbe tuna imani na utimilifu wa kuendelea kutufundisha na kutuimarisha na kutufanya tuwe imara katika maisha yetu ya kila siku. Lakini ni nini ambacho tunaendelea kuona? Ndio maana tukiona kwamba tukimtumainia Mungu siku zote, hakuna jambo lolote litakaloweza kututesa. Ndio maana tunaalikwa katika kitabu pia cha Yoshua sura ya 1 aya ya 5. Tunasikia Mungu anatuambia kwamba tukiwa na muunganiko na yeye, hakuna kitu chochote wala mtu yeyote anayeweza kutushinda, bali yote tutayashinda, kwa sababu nguvu tunayo, muunganiko tunao, na anayefanya hiyo kazi sio sisi, anafanya Mungu, yeye aliyetuumba. Kwa sababu anasema kabla hajatuumba alitujua, na kabla hatujatoka katika matumbo ya mama zetu alitutakasa mimi na wewe. Wote tumeumbwa. Hakuna mtu aliyeandika barua kwamba azaliwe au aumbwe. Mungu ndiye anajua kusudi lake la kutuumba mimi na wewe. Lakini tusome katika kitabu hicho cha Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya 1 aya ya 5, anasema, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja sitakuacha. Hayo ndiyo maagizo au ahadi tunayopewa katika Agano la Kale, kwamba yeye yuko pamoja nasi. Lakini unaenda kule anasema, mimi niko pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Hizo zote ni ahadi. Hizo zote ni njia za matumaini zinazoweza kutuunganisha na kusimama katika kumjua Mungu, kufanya muunganiko. Tumesikia walimu alivyosema mwanzoni, amesema kazi yoyote tunayoifanya tuanze na ishara ya msalaba. Ishara ya msalaba inatuunganisha. Unapomgusa baba katika uso, unapomgusa baba katika kifua, unapogusa katika mabega yake, unapewa mamlaka na nguvu ya kuweza kustahimili kile kitu ambacho. Wakati mwingine hofu inapokuja, piga ishara ya msalaba, utaona maajabu yake. Ushuhuda ni mwingi katika maisha yetu. Kuna mtu alikuwa anaumwa na tumbo, akasema tumbo linanisumbua, nikamwambia piga ishara ya msalaba kwenye tumbo. Akachora ishara ya msalaba katika tumbo lake, lakini tumbo lile liliisha muda ule. Huo wote ni ushuhuda kwamba ishara ya msalaba imetukomboa kupitia katika mti ule tuliosikia kwamba Yesu aliangikwa juu ya mti na sisi tukapona. Lakini katika masomo haya tulivyoanza, tulisikia katika kitabu cha Hesabu kwamba Mungu alimwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba. Akawekwa juu ya mti
ndio Yesu Kristo huyu ambaye tunamuona aliyekuja kwamba sisi tunapokuwa katika shida, tunapomwangalia katika msalaba, tunaponywa na sumu zetu, tunaponywa na majaribu yetu, tunaokolewa kutoka katika utumwa kwa kuona neema ya pekee yenye kutuletea wokovu. Yesu Kristo alifanyika laana kwa unyenyekevu. Ndio maana Mungu anasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili atukomboe mimi na wewe. Tunapoendelea kumshukuru Mungu na kuendelea kujifunza haya, tuendelee kumuomba Mungu tuunganike naye katika masomo au katika maandiko matakatifu ili tuendelee kuziona hizo ahadi. Mpenzi msikilizaji wetu wa Radio Tabora FM, katika kipindi chetu hiki tuendelee kumuita Roho Mtakatifu aendelee kutupa nguvu, aendelee kutupa maarifa, aendelee kutuimarisha ili tusimame katika imani. Imani ndiyo kielelezo pekee. Tumesikia katika masomo ya leo kwamba wote Ibrahimu alituonyesha kwa njia ya imani, na sisi tuonyeshe hiyo imani katika kuyatekeleza ili tuweze kuitwa wana wa Ibrahimu, kwamba mtoto anarisi kile ambacho baba yake amemfundisha au kile ambacho baba yake amekiishi. Yesu Kristo ametufundisha, ndio maana tunaitwa wafuasi wake. Wale wote tunaomfuata tunakuwa ni wafuasi wa Yesu, na ndiyo kipengele au imani pekee inayoweza kutuunganisha katika matumaini pekee ya kuendelea kutufundisha na kutuonyesha njia pekee ya kuendelea kutuunganisha na Mungu. Ndugu zangu wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, ni mimi na wewe bado tunahitaji kumtafuta Mungu. Tunahitaji kumkimbilia Mungu katika siku hizi za uhai wetu, na muda tulionao ni kumkimbilia Mungu. Wakati ni sasa wa kumtafuta Mungu. Tuachane na mambo ya ulimwengu, tuachane na anasa za ulimwengu, tuachane na vitu vya ulimwengu. Mungu anasema vitu vyote ni mali yake, dunia na vyote ni vyake. Je, wewe una nini? Tuangalie watu wengi waliovitumainia vitu, wako wapi? Au walienda navyo? Vitu vyote viliisha. Kumbe ishara ya msalaba itusaidie kuyapata au kuona mwanga, nuru hiyo ya kuendelea kutupeleka kule tunakotamani kufika. Kumbe ni sisi tunaendelea kumuomba Mungu aendelee kutusaidia na aendelee kutuwezesha nguvu na afya njema ili tuendelee kumuhitaji na kumtangaza Kristo katika maisha yetu. Tunaamini kwamba yote haya tunayasikia yanaenda kufanya kitu ndani ya maisha yetu, na sisi tuendelee kuaksi ili sisi tuendelee kuzaa matunda katika ulimwengu huu. Kuzalilishwa, hata kuzalilishwa kulisemwa, ukizalilishwa kwa ajili ya haki, wewe mshukuru Mungu. Wote tumshukuru Mungu kwa kuendelea kumuhitaji katika maisha yetu, kufanya muunganiko na yeye tunapoamka, tunapotaka kulala, tunapokuwa katika majukumu, tunapokuwa katika safari, tunapokuwa mahali popote pale. Tumshukuru Mungu kwa kuendelea kusali, kwa kuanza na ishara ya msalaba inayoweza kutuwezesha kusimama na kutupa nguvu na mamlaka, kwa sababu tumemgusa. Uso wa Mungu umetuunganisha na kutupa nguvu, mamlaka, upendo, na hilo lote ambalo tumelisikia Yesu anaendelea kuliombea kanisa zima. Kanisa ni mimi na wewe, sio majengo. Kanisa ni mimi na wewe. Kumbe nipende kukushukuru mpenzi msikilizaji wetu wa Radio Tabora FM, na watu wote ambao wataendelea kusikia na kusikiliza, ili Mungu aendelee kutupa neema. Na hao wote ambao wako katika kipindi hiki, tuendelee kuwatakia pia mafundisho mema na vipindi vingine vinavyoendelea katika redio hii. Tuendelee kupata mwanga, maana tunaambiwa neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Tusipokuwa na hicho, basi hatuwezi kupata chochote. Basi tumshukuru Mungu kwa sala ya mwisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Baba, tunakushukuru kwa yote uliyotutendea.
Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tunaendelea kusema asante kwa ajili ya wema na utukufu wako. Tunaomba ujidhihirishe katika hiki chote tulichoweza kukisema. Tunaamini sio chetu bali ni chako. Sisi tumekileta. Kila mmoja aliyoenda kukisikiliza, Bwana Yesu atambue kwamba kimetoka kwako, kwani yote tuliyosema ni maandiko kutoka kwako, na sisi tumetumika kama vyombo. Tunaomba Bwana Yesu ukaendelee kujifunua kwa kila msikilizaji, na kwa kila mtu aendelee kuimarika katika kukuhitaji na katika kukukimbilia wewe. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukikuomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabor FM, hivyo ndivyo tunahitimisha kipindi chetu cha Charismatic Catholic. Hivyo ndivyo tunahitimisha kipindi chetu cha Halmashauri Walei, ambapo leo tumezungumza kuhusiana na nguvu ya Mungu katika ishara ya msalaba. Mimi naitwa Faustin Malisha, tukutane Ijumaa ijayo.